Wakati wengine wakisherekea ama kuadhimisha sikukuu za Christmas, yaani kuzaliwa kwa mpendwa wao Yesu Kristo, mkoa wa Tabora hali imekuwa tofauti. Vilio vimekuwa vikirandama, na hii yote inatajwa kusababishwa na mvua kubwa ambazo zimenyesha leo hii katika majira ya saa 4 asubuhi. Bahati mbaya yale maji yakawa yamenihamisha ile njia. Matokeo yake bibi amepita pale pembeni, kadondoka mle, kavunjika miguu, pata madhara, akafariki. Matukio hayo ni pamoja yaliyotokea katika kata za Malolo, kata ya Mwinyi pamoja na kata ya Ng'ambo, ambapo hapa katika kata hii ya Ng'ambo tukio hili lilotokea ni juu ya mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 3 ambaye ameingia katika shimo lililokuwa limejaa maji, na shimo hili lilikuwa limejengwa katika nyumba moja ambayo bado haijakamilika, likiwa limejengwa kwa ajili ya choo. Nimepumzika, mara nikaja kuamshwa na bibi yake na ule mtoto. Nilipotoka tu nikakimbia. Nilipokuja hapa nikakuta viatu viko juu ya maji. Nilipoingia ndani nikamgusa, nikamsogea na kumtoa. Baada ya hapo tukawa tumeanza kumkamua maji. Tulipoona kwamba hali inatushinda, tukabidi tuchukue boda twende hospitali. Ana jinsia ya kiume, anaitwa Samiri Adam, ana umri wa miaka 3. Yule mtoto wa pale jana kaniambia mtoto kadumbukia kwenye maji. Ndio nikakimbia na kuja. Nikafika nikamkuta babake anatapatapa. Basi akazunguka huku nyuma na mimi nikamfuata. Akafika kadumbukia kwenye shimo. Akaanza kumtafuta ndani ya shimo. Baadaye akatoka naye. Akamweka hapo pembeni, nikawa nimemchukua tukaenda naye kule ndani. Kuna mtu alikuwa anajenga, amejenga msingi wa nyumba, akachimba na karo futi kama 12 hivi kwenda chini. Maji yamejaa. Watoto wametoka baada ya mvua kukatika, watoto wakatoka kucheza. Mtoto mmoja akadumbukia pale. Daktari akatuambia kwamba bado mtoto amefariki. Sisi tumekuja na wazazi wake, ndio tuko nao hapa kwenye msiba hapa. Na tunaendelea kumtafuta huyu mwenye msingi, kwa sababu sio huyu mwenye mtoto. Naye amewasiliana naye, amesema yuko Kahama, lakini anafanya taratibu, kesho arudi. Tulishatoa wito mara nyingi sana kwamba unapojenga karo la choo au msingi au mashimo yoyote unayochimba yafunike. Sasa tunataka tuchukue hatua kali kwa yeyote ambaye ataonekana na mashimo nyumbani kwake hajafanya utaratibu wowote. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, kwa sababu tunaona sasa watu wanapoteza maisha. Lakini si huyu mtoto tu, kuna mwezi uliopita bibi mmoja amedumbukia kwenye septic, mtu amejenga hakulifunika. Tukio jingine ni katika kata ya Mwinyi ambapo afisa usafirishaji almaarufu bodaboda akiwa pamoja na abiria wake wamekumbwa na kadhia ya kusombwa na maji wao pamoja na pikipiki yao. Pamoja na pikipiki hiyo kutokana na hali ya mafuriko. Kuna bodaboda mwenzangu nikamwona anavuka katika hii barabara hii. Baada hapo na mimi nikasema nivuke kupitia ule usawa alikuwa anavukia yeye. Bahati mbaya yale maji yakawa yamenihamisha ile njia. Nilikuwa nimeenda tayari kwenye upande wa kushoto ambako tayari alikuwa amechimba zile mitaro. Ndio mimi nilikuwa na muda mrefu sijapita ile eneo. Kwa hiyo sikuwa na uelewa kwamba sehemu gani barabara sahihi kwamba nipite eneo lipi ili kwa usalama wangu mimi mwenyewe, umeona. Baada ya hapo wenzangu walikuwepo nyuma kwenye barabara hiyo mpya kubwa ya lami. Wakawa wananisemesha kwamba bwana huko nakuelekea sio sehemu sahihi. Ila mimi sikuweza kuasia kwa sababu ile mungurumo wa maji yale. Kwa mimi nikajikuta ile maji yakawa yananivutia mkono wa kushoto, kumbe ndiko ambako iliko kwenye ile mitaro. Na hatimaye naposema nenda nikafunge breki, tayari yale maji yakawa yameshanizidi nguvu. Na nilikuwa na abiria, huyu abiria alikuwa na mtoto mdogo. Wananchi wameeleza adha wanazokutana nazo kwa sasa kulingana na mvua zinazoendelea kunyesha hapa mkoani Tabora. Sasa hivi nimetoka kanisani, hapa ninavua viatu ili nivuke niende nyumbani, na nitakapofika nyumbani najua tayari maji yako ndani. Wapi? Mimi kanisa liko hivi, nilikuwa nipite kule lakini ndo hakueleweki kabisa. Napita tu popote pale basi niogelee hivi. Nikiripoti kutokea mkoani Tabora, mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Shukrani.